Yesu na shimwe wasalimu mara tena kwa jina la Yesu. Ndabaramukije kandi mwizina ry'umwami wacu Yesu. Ninafurahia kuwepo madhabahuni mwa Bwana. Ndanezerewe kuba ku gicaniro cy'umwami wacu kwa sababu ni ya thamani. Kuko ari iby'agaciro. Kwa sababu mimi napenda ndani ya hekalu la Bwana. Kuko ndakunda mu nzu y'Imana. Wateule wote waliotembelea nyumbani mwa Bwana, abahamagaye bose bagendewe mu nzu y'Imana, wakienda wakimaanisha bakaza bazi icyo baje gukora, walibadilishiwa maisha, barahinduriwe ubuzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi hatuna mahali pengine pa kuponea maisha. Natwe n'ahandi dufise ubuzima bwacu bwokira nyumbani mwa Bwana, atari mu nzu kwa data, mahali ambapo panaongelewa neno la Mungu, ahantu havugirwa ijambo ry'Imana. Maana Mungu mwenyewe ni neno, kuko Imana uyonyene ubwayo ni ijambo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nabicyubahiro. Tukikuta mahali hapa, natwe twaje ngaha tukiambiwa neno, tubwiwe ijambo, neno ndio linatubadilisha. Ijambo niryo ridukiza. Kuna mahali nilipotoka kwa utukufu wa Mungu, nimba araho ryavuye mu bwiza bw'Imana, kama kuna mahali nimetoka kwa utukufu nimba naje mva mu bwiza bw'Imana, kama nimekuja nilitoka kwa utukufu wa Mungu, nimba naje mvuye mu bwiza bw'Imana, navuye mu bwiza bw'Imana. Amina. Amen. Nikisikia neno la Mungu, numvise ijambo ry'Imana, la Mungu linanirudisha kwa utukufu wa Mungu. Ijambo ry'Imana lisubiza mu bwiza bw'Imana. Kama nikikuja nyumbani mwa Bwana, rero mu buturo bw'Imana, moyo wangu ukiwa umevunjika, mutima wanje wajanjaguritse, na nikasikia neno, kama numva ijambo, neno linanijenga tena. Ijambo linanyubaka kandi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikikuja nyumbani mwa Bwana, nije mu nzu y'Imana, na nimekata tamaa, nacitse intege, nikisikia neno la Mungu, numvise ijambo ry'Imana, linanitia nguvu, linasubizamo imbaraga. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Imana uno munsi Mungu ameweza kunipendelea. Imana yashizeho igikundiro karibie madhabahuni kugira nshike muri iki gicaniro kwa mtumishi wa Mungu. Ndashima kuko umukozi w'Imana, nampenda sana na mukunze cyane na muheshimu kandi namubaha, kwa sababu ukiona mtumishi wa Mungu, kuko ubonye umukozi w'Imana amesimamisha kazi ya Mungu na agahagarika kazi mimi kama mchungaji, jewe nk'umwungere, najua amefanya kazi, mbanzi ko yakoze ikintu gikomeye. Amina. Wengine tunachukulia kuwa ni mzaa, abandi tubifata ko ari byo gusina, kuna gharama kubwa analipa, hariho ikiguzi kinini, ari ikiguzi kinini mwijoro. Kama sahi akipatiwa visa kwenda Amerika sahi, mwaje mpawe visa yo kuja muri Amerika, anaweza kosa kwenda kwa sababu ya kazi ya Mungu, ndio shobora kutagenda kubera igikorwa cy'Imana. Lakini wewe ukiambiwa tu sahi, ariko wewe ubwiwe ubunyene, haiza enda sahi, ushobora kucugenda ubunyene. Tunasalitu rero tuzoze turubahiriza kama hawa watumishi wa abakozi b'Imana, maana wamebeba kitu cha kuko batwaye ikintu gidasanzwe. Naheshimu mafuta yako, nanje ndubaha kunipa neema ya kusoma madhabahuni, kumpa umwanya wo guhagarara mu sababu sio jambo la kawaida, kuko si ibintu byoroshe, kama haijatoka ndani ya moyo wako, kuko bitavuye mu mutima wanje, kusimama hapa sishobora guhagarara. Nashukuru Mungu pia, rero ndashima Imana kwa kuwa amenipendelea, kuko Imana yamunze akamtumia mtumishi wa Mungu, ikagakoresha umukozi w'Imana uweze kusimama hapa kugira nshobore guhagarara ngaha, kuje tuongee neno la Mungu, kugira nshobore kuvuga ijambo ry'Imana. Kusema hivi, je ndakunda kuvuga kitu, jewe ntabwo nicari cyo cyose kwa maisha, Imana nicari cyo cyose ku buzima bwawe, kitu ndani yangu, Imana iri muri jewe. Kile nimekuja hapa siku ya leo, kicho nazanye ngaho no munsi, kitu kingine, si kindi chanzanye, neno la Mungu, ni jambo ry'Imana. Unaweza kuwa umelisikia, urashobora kuba unaweza kuwa hata umelisoma asubuhi, urashobora kuba unarisomye mu gatondo, ariko kigenda gusaba, ninaomba ufungue masikio yako, ndagusaba ugura macho ya roho, ndagusabya ugurura amaso uweze kusikia neno la Mungu, kugira ubashe kumva ijambo ry'Imana. Kuwa ulihubiri, kuko urashobora kuba ulifundisha, ulilisoma, kuko urashobora kuba unarisomye, leo hauishi hilo neno, ariko no gusa ugasanga bibaye iryo jambo. Ukisikia neno la Mungu, natwe twumvise iryo jambo, mapenzi ya Mungu, urukundo rw'Imana, ni kwamba tunapaswa kuishi hilo neno. Ubushake bw'Imana nuko dutegerezwa kuba muri iryo jambo. Amina. Amen. Kichwa cha neno cha siku ya leo, umutwe w'ijambo uno munsi, ni kwamba anakuuliza, ndakubaza, Yesu ni nani kwa maisha yako? Yesu ni nde ku buzima bwawe? Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Hiyo ni swali ambayo inakaa ni rahisi lakini si rahisi. Ico ni kibazo gisanzwe ariko ni gisanzwe. Kuna tafsiri kubwa. Kuko hari ico gisigura kinini. Mtu ambaye aliyetambua Yesu ndani kwa maisha yake. Umuntu azi ico Yesu asigura mu buzima bwake. Yesu asifiwe. Amen. Ninaangalia watu ambao walikuwa wanafuata Yesu Kristo. Ndara abanditegereje abantu bakurikira Yesu. Wengi wako wanamfuata kwa sababu wanampenda. Benshi ni bamukurikira kurobe ko bamukunda. Wale aliyotendea miujiza. Bamwe yakoreye ibitangaza. Wamoja walikuwa viwete. Abandi bari bimuga. Wengine walikuwa viziwi. Abandi bari wengine walikuwa vipofu, abandi bari impumyi. Alipowaponya, alimaze kubakiza, walikuwa wanamfuata, baramukurikira, wakisema huyu ni mponyaji, bavuga ati uyu arakiza wa maisha yetu, ubuzima bwacu. Ukiangalia wale alilisha 5,000, uravye bajarisha mikati 5,000, ananiambia ijambo ry'Imana akambarira ngamba ile ya Yordani, amaze kuja walikuja wakiwa umati wakiwa wengi, baje ari ishengero rinini cyane. Yesu alipoangalia, ariko Yesu amaze akasema mimi najua, Yesu aravuga ati
Hamnifuati kwa kuwa mimi ndiye. Mwamurikiye kubera ko je Yesu. Mnafuata kwa sababu kuna mikate mlikula. Mwamurikiye kuko jewe mwari imikate kuri je. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu akikuuliza hata hapa kama ukiwa sahihi. Umuntu akubajije aha hantu uri Yesu ni nani kwa maisha? Yesu ninde kuri wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu na acha tuone neno la Mungu. Reka turabe ijambo ry'Imana. Vile linasema. Uko rivuga. Nisikuwe ninasema mimi peke yangu. Sinze ndavuga jewe jenyene. Tutaenda kusoma kitabu cha Matthew. Tunasoma mu gitabo cha Matayo. Matthew 16:13 16 to 20. 15 Matayo 16 umurongo wa 13 gushika 20. Hebu tusomee tusikie. Reka tusome mu Kiswahili. Matayo 16 umurongo wa 13 20 au gushika 20. Tunasoma kaka jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Biblia inasema basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu namba 18. Napofika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha nirudie 17. Biblia inasema Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu ambacho nataka ujue asubuhi ya leo, ico nkeneye ko umenya muri iki gitondo, nahitaji ujue Yesu nani kwa maisha. Nakeneye umenye Yesu ninde mu buzima bwawe. Uyu ni Yesu Kristo akiwa pamoja na wanafunzi wake. Ari kumwe n'intumwa ziwe. Hao wanafunzi walitembea pamoja na abigishwa ba Yesu bagendanye nawe igihe kirekire. Walipokuwa wakitembea kwa muda mrefu, barimo baragendana nawe igihe kirekire. Ikafika wakati mwingine birashika ahantu walipotoka huduma alikuwa amewatoa, bamaze kuva mu gikorwa bari bavuye gukora, akamkutana, arabahamagara mu kabiti gatoya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawauliza, arababaza, je, huko nje aho hanze hivi wananena ni nani? Bavuga ngo jewe ndinde. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanafunzi wakamjibu, abigishwa baramwishura, wewe ni Elia. Baramubwira wewe ni Elia. Wengine wanasema wewe ni mtume. Abandi bakavuga wewe ulitumwa na Mungu. Uri intumwa yatumwe na Yesu asifiwe. Wengine wanasema ni nabii wa Mungu. Abandi baravuga wewe uri umuvugishwa w'Imana. Yesu Kristo arabahimbira. Pamoja na hayo, hamwe n'ivyo, mimi kwenu, jewe kuri mwebwe, mimi mnanitambua kama jewe munyita nde. Bwana Yesu asifiwe. Munzi nkande. Kuwa mtu wako kanisani, kuba umuntu ari mu rushengero, haimaanishi kuwa ametambua kuwa na mtu. Nibisigura yuko ashobora kuba azi Yesu Kristo. Kuwa wewe uko mwimbaji, nimba wewe kuba uri umuririmbyi, haimaanishi kuwa unamjua Yesu Kristo. Nibisigura ko uzi Yesu Kristo. Kuwa mimi ni pastor, kuba jewe ni pastor, kumjua Yesu Kristo ni level nyingine. Kumumenya Yesu Kristo na kuhakikishia hiki ninachokisema. Nirudi kwego, ibi bintu ndakugiye. Mtu ambaye aliweza kutambua Yesu kuwa yeye, uwamenye Yesu kwa umwana w'Imana, ni Petro peke yake. Ni Petro wenyene. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa na wanafunzi karibu 12. Yari afise abigishwa 12. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wote wakasema wewe, nawe akawauliza. Yesu nawe nyina arabaza, mimi ni nani? Jewe ndinde. Tumetembea na nyinyi, nagendanye namwe, nimewahubiria injili, narababwije ubutumwa, na mkaamini, mwarebye, na mkanifuata, mwarankurikira. Kweli na nyinyi kwangu ni nani? Mwebwe kuri jewe ndinde kuri mwebwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie mwenzako Yesu kwako ni nani? Mbwira mugenzi wawe Yesu ndinde kuri wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliyeweza kutambua kuwa Yesu ni Masia, uwashoboye kumenya ibyo yuko Yesu ari Mesia, ni Petro peke yake. Ni Petro wenyene. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Yesu alimwambia, na Yesu yaramubwiye, kufunuliwa haya mimi yule ndiye. Kubwo wewe wahishuriwe, jewe uwongiwe. Si wewe mwenyewe binafsi, si wewe wabigize mu ruhara, si wewe wabigize mu ruhara. Ni Baba yetu aliye juu mbinguni, ni Papa wacu amefunulia mimi kuwa ni Bwana na Mwokozi. Niwe yakuhishuye ko jewe ndi umwana
n'umwami n'umukiza Bwana wawe. Yesu asifiwe. Amen. Kujua Kristo, Kumenya Kristo hakuna mahali pengine vinatoka. nta handi biva. Haimaanishi kuwa tumesoma maandiko mengi. Ntabwo bisigura kuba twasoma ibyanditswe byinshi. Tumesoma maandishi mengi. Turashobora kuba twasoma ibyanditswe byinshi kwa ibada. Turashobora kuba tunaweza anasimama kwa huduma. Umuntu arashobora kuba ahagaze mu gikorwa cy'Imana Kristo. ariko tarasoma. Mimi asubuhi ya leo nanjye muri iki gitondo nakutakia neema ya Baba yetu aliye juu mbinguni. Nakwifurije ili uweze kujua Yesu Kristo ni nani kwa maisha yako. Nakwifurije ko umenya Kristo ninde ku buzima bwawe. Kwa sababu Yesu Kristo kumjua. Kuko Yesu Kristo kumumenya ni thamani kubwa. Ni ibintu by'agaciro. Kujua Yesu Kristo kwa maisha yako ni nani? Umumenya Yesu Kristo ni kuri wewe. Ntabwo uzotinya hautaogopa maskini. Hautaogopa magonjwa. Uzotinya. Hautaogopa masengenyo. Uzotinya utaendelea ukiwa mwamba. Uzobandanya uri nkingi. Utaendelea ikiwa wewe ni nguzo. Uzobandanya uri nkingi ya maisha yako. Inkingi kwa wewe nguzo ya kweli ambayo inatawala maisha yako. Kuko inkingi y'ukuri itwara ubuzima bwacu. Ambaye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo umemjua na anakaa ndani yako. Kuko wamumenye kandi aba muri wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukifika hapa nimaze gushika hapa ninauliza ndabaza ni kwa nini ni kubera iki sisi ni wa Kristo twebwe turi abakristo lakini hatujaona baraka za Mungu. Ariko nitubona imigisha y'Imana. Ukiona Yesu Kristo umaze kubona Yesu Kristo chapter 18 mu gice cha 18 alimwambia Simoni Petro, yamubwiye Simoni Petro, kwa kuwa umeweza kutambua hili, kuko wewe wahishuri, nimekupatia kifunguo na kuhaye ufunguo, nimekufanya kuwa mwamba, na kugize kuwa kwako ndipo kanisa nitalijenga. Kandi kuri wewe ni wazokubaka. Tu akishafunguliwa Yesu Kristo ni nani? Bisigura ko Yesu Kristo amaze kuishura, baraka zinakaa ndani yake. Bisigura yuko imigisha chiba muri wewe, ambalo tunalo kanisa la siku ya leo. Ikibazo ishengero kwa sababu tunanena Yesu Kristo ambaye hatujamjua. Nuko tuvuga Yesu Kristo tutaramenya mu buzima bwacu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yuko tayari kutubariki. Yesu ali tayari akikuangalia, alikakuravya hata hujapiga hatua ya wewe nani nambwe ya mbere wateye kumumenya na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapo Yesu ndipo anasema, aho niho Yesu avuga, mchungaji hujua mbuzi zake ama kondoo zake. Umwungere aramenya ubushogiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kondoo hujua mchungaji wake. Kandi intama ziramenya umwungere alijua. Ariko Joe Yesu Kristo anasema, Yesu Kristo aravuga, nilikuja kwenu naje kuri mwebwe lakini hamkunipokea. Ariko ni mwanya kiriye. Yesu tunamuimba tukiwa kanisani. Yesu tunamuririmba bado hatujaweza kumpokea. Ariko nituramwa. Hatujaweza kumjua. Ariko nituramwa. Tuinuke kiwango cha kumjua. Reka tuje Burundi kwa sababu tukimjua Kristo. Kuko nitwamenya Kristo. Sisi tumebarikiwa. Twebwe tuzoba Yesu Kristo tukimjua. Twebwe nitwamenya Yesu Kristo. Hapo ndipo tutapata baraka. Aho niho tuzomenya tuzoronka imigisha. Kwa sababu naangalia kuko ndaraba katika wanafunzi wale wote Yesu Kristo alikuwa abigishwa ba Yesu Kristo aliyeweza kujengwa kama mwamba wa kanisa. Washoboye kubakwa nk'urutare rw'ishengero ni Petro. Na Petro si kwa sababu alikuwa anajua kuomba sana. Petro si kubera ko Petro si kwa alikuwa anajua kutoa sana. Petro si kubera azi gutanga kwa sababu alikuwa amepata hiyo neema. Ni kubera ko yagiriye ubwo kumjua Kristo ni nani. Yo kumenya Kristo ni Kristo akubariki. Kugira Kristo aguheza itategemea ni kiwango Kristo vana n'urwego rungana gute wamumenye. Watumishi wa Mungu ili tuongoze kanisa. Abakozi b'Imana kugira tuyobore ushekishe bali. Kandi kugira turigere kutegemea ni jinsi gani n'ingene Kristo twamumenye. Kristo hawezi kosea. Kristo anashobora kwiheza. Atupatie kitu ambacho kitamzalilisha. Aduhereze Yesu kikuva twomukozi ili ajenge kwako. Kugira Kristo yubaka kuri wewe. Ili aweke nguvu zake ndani yako. Kugira Kristo ashimba kuangalia kiwango chenye umemjua. Kuraba urugezo wamumenyeho. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio maisha watu ambao hawataki. Hii ndio maisha watu hawataki. Ubwo nibwo buzima abantu benshi badakeneye. Ukitaka kumjua Yesu Kristo, ushaka kumenya Yesu Kristo, inakupasa uchukue muda kwa maombi. Binakusaba ufate umwanya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mwimbaji na uko mahali hapa. Wewe urumuririmbyi kanisa. Unataka kuikiimba watu wapone. Unakeneye ko uririmba abantu bakiri. Nguvu za Mungu zitembee. Imbaraga z'Imana ziboneke. Kumtafuta Mungu kwa maombi. Bisaba kurondera Imana mu masengesho. Kumtafuta Mungu kwa neno. Bisaba urondera Imana mu mishaka. Ikiwa tutataka kutenda miujiza. Ababungera bikaba niba dukeneye gukora ibitangaza. Tunahitaji kumtafuta Mungu. Bisaba ko turondera Imana. Ikiwa ni kwa maombi, mu masengesho. Tunahitaji kujitolea. Tunakeneye kwitanga. Ikiwa ni kwa kusoma neno. Nimba uko gusoma ijambo. Tunahitaji kujitolea. Tunakeneye ko twika. Ikiwa ni kwa utakatifu. Nimba ni mukwera. Tunahitaji kujitolea. Tunakeneye kwitanga. Ili naye aweze kuweka nguvu zake. Kugira Imana naye ibashe kushika baraka ariko no mu siku ya leo uno munsi maombi tunasema ni wakina mama pekee. Ariko tuvuga mama masengesho na yaba mama gusa.
Na sisi tunasoma kwa madhabahu. Natwe tukahagarara ku gicaniro. Tukisema sisi ndio watumishi. Natwe tukavuga ngo ni twebwe ndio wachungaji. Tukavuga ngo ni twebwe abungeri. Tutadanganya hizi kondoo. Tuzobesha hizi ntama. Kama sisi tutajidanganya. Niba twa tuzokuye. Lakini kile nitakwambia ambacho ni kweli. Ariko kija ndakugira cyo ili Kristo akupatie kile ambacho unachotafuta. Kugira Kristo agwe kija ukeneye. Hata kikupatia kimakosa. Nawe uguhereza mukwiye. Namba moja atakuangalia umemjua kiasi gani. Icambere Kristo araraba wewe wamumenye igihe. Bwana Yesu asifiwe. Rungana gute. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukiangalia mtu wa kweli amemjua Yesu Kristo. Turavye umuntu w'ukuri yamenye Yesu Kristo. Ndani yake hana masengenyo. Muri we ntabwo afise kuvuga abandi. Muulize mwenzako, umemjua Yesu? Baza mugenzi waramenye Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nabwicuba. Amemjua Kristo, wamenye Kristo. Hata ukimwona peke yake, umaze no kumuraba gusa. Hata kuongea kwake utamjua. No kuvuga kwiwe gusura. Sikae kama tunadanganyana. Nitwicare tubeshanya. Tuna injili ya feke tunahubiri. Muri iki gihe hariho ivuga butume eti Mungu anaangalia mwili. Ati Mungu anaangalia roho. Ati manira umutima. Ati ndira umubiri. Unapata wewe ni mtu ambaye unakaa kwa huduma, ukaraba ukisanga wewe n'umuntu unapata wewe ni muimbaji. Mu bikorwa by'Imana ugasanga wewe muri kuongea kwako. Ariko no kuvuga kwawe. Ndio yako. Ariko ni ngendo yawe. Fanani na mtu aliyemjua. Ntibisa n'uwamenye Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukae kama watu waliojua Kristo. Tubeho nk'abantu bamenye Kristo. Hapo ndipo watu wakituangalia kama kanisa rahisi. Aho ndio abandi bantu nibaturaba nk'urushengero rwa SCM. Hapo ndipo watavutiwa. Aho ndio bazoba watakuja wakitufuata. Basoza badukurikira. Watasema mimi kulingana na vile naona mtumishi. Basovuga bifanye ningene mbona mukozi w'Imana. Hakika yule ni mtu wa Mungu. Ujya n'umuntu w'Imana. Haleluya. Amen. Wakiangalia waimbaji hapa namna hii. Baravye baririmba. Watasema hawa ni watu wa Mungu. Abasovuga bana b'Imana. Na sisi tukimjua Kristo, natwe nitwamenya Kristo, tutakuwa tumebarikiwa. Natwe tuzoba twaraheza. Fanya biashara zetu vita na ngani. Nitwakora ibikorwa byacu n'abakizoma. Niwe yavuze nitabariki kazi ya mikono yetu. Zoheza ibikorwa by'amaboko yacu. Sisi tunakimbilia kubarikiwa. Ariko twebwe dutanga imbere tukaja tunatangulisha nguvu zetu. Tugatanguza imbaraga zacu. Tutangulishe Kristo. Kubugo twotanguza Kristo kwa maisha yetu namna gani? Bisabwa ko tubanza Kristo mu buzima bwacu. Kila kitu tutakiweka kwa maombi. Icyo cyose tukishira mu buzima. Ndio yetu tutaiweka kwa maombi. Arugo kwacu turushira mu buzima. Biashara zetu tutaviweka kwa maombi. Bidanda byacu tubishira mu buzima. Lakini ukiangalia siku ya leo, ariko nibaraba ishagiro watu wanatangulia abantu batangura kuja kwiruka kurondera. Wamtambulishi. Ariko nibabanza kwanza nataka nikwambie kitu. Ngomba nakubwira ikintu. Watu ambao tulitoka Burundi, abantu twavuye mu Burundi tukakuja kutafuta, tuza kurondera muri Kenya, si watu wa kwanza kuja kutafuta. Ntabwo twebwe turi abantu ba mbere kuza kurondera. Nakumbuka Yakobo, ndibuka Yakobo alipotoka kwa baba yake, amaze kuva kwa se, akienda kwa Labani, amaze kuja kwa alipoanza kwenda kutafuta, yaragiye kurondera. Kama vile wewe umetoka Burundi, muko nao wavuye Burundi ukaza, kama vile umekuja kutafuta, muko waje kurondera uno. Lakini Biblia inaniambia, ariko Biblia irambara, Yakobo alisema, Yakobo yaravuze, kama ingelikuwa Mungu ni yatabimana ningeondoka mikono mitupu, nari gusubira inyuma kwenda kwa maisha mazito. Najua tuko kwa maisha mazito. Ndazi ko turi mu buzima bwo si rahisi. Nairobi ni vyorosha. Lakini kama si Mungu, ariko atari Imana, bidii yako haitakusaidia kitu chochote. Wewe kushira imbaraga zawe nazo zizokufasha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu na abicho. Maisha tulio nayo, ubuzima dufise, kile tunachokitafuta, kija turondera, tunatumia nguvu mingi, dukoresha imbaraga nyingi. Lakini pia ili tudumu nacho, ariko kugira tubashe kukurambana, tunahitaji nguvu. Tunakeneye imbaraga, na nguvu ni Mungu pekee. Kandi imbaraga ni Imana gusa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mara mingi, ariko kenshi tunatumia nguvu, dukoresha imbaraga kuamka mapema, kuvyuka kare, kuamka kukimbia, tuvyuka twiruka. Lakini hakuna hata siku, ariko nta n'umunsi tunajitolea, twitanga kuwa mbele za Mungu, kuvyuka kare no kujibereye Imana. Tukitangaza maombi, ariko umukozi tuvuze ngo hari amasengesho, maombi ni wale wengine, amasengesho ni y'abajya abantu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa umemjua Kristo yeye ni nani kwa maisha yako, niba waramenye Kristo nijya tumangana kuja kwa maombi, na kuzokuwa ni ntambara nyinshi. Hakuna mtu atakusukumia kuja kwa maombi, na mnazoenda kukusukuma, hakuna mtu atakusukumia kutoa fungu la, na mnazokusukuma, hakuna mtu atakusukumia kuja kwa wina, na mnazokusukuma kuza, maana wewe unamjua yule naye mtumikia. Kumbe wewe
ukorera unajua ni nini amebeba ndani kandi urazi ni ngiki atwaye muri wewe watwaye kuri wewe. Acha nirudie hili jambo, reka nsubire muri jambo. maisha tulio nayo, ubuzima dufise. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutafuta, kurondera, tunatumia nguvu, dukoresha imbaraga, lakini pia ili vile tulivyo navyo vidumu kwetu, ariko kugira bijya dufise birambe kuri twewe tunahitaji nguvu, turakeneye imbaraga. Yakobo akasema, Yakobo aravuga, ingelikuwa si Mungu, iyo ataba Imana, Labani angeninyang'anya zile, Labani ari kuzonyaga ibyanjye byose, Labani angeninyang'anya watoto, Labani ari kunyaga abana. Nataka kusema nini? Ngomba kuvuga bene data, bidii ni vizuri kuweka, kugira inyunze yani ni byiza, umwete kutafuta Nairobi na bidii ni vizuri, kurondera umwete ni byiza, lakini nataka nikwambie, ariko ngomba nakubali, kama si Mungu atari Imana, hicho unachokitafuta hicho urondera, unaweza tuma Burundi ununue ng'ombe na ikufe, ushobora kubijana mu Burundi ukagurira kandi gapfa, na ibomoke, ushobora kubaka inzu ikabomoka, unaweza zitafuta hata usizikure, urashobora kubirondera kandi nobiki. Ukijua kuwa Kristo ndiye, tumaze kumenya ko Kristo ari we kila kitu kwa maisha yetu, byose mu buzima bwacu, tutasema tuko Nairobi, ntabwo tuzovuga turi Nairobi, sisi hatuwezi kuja kufanya na repetition, hatuwezi kuja kufanya, dushobora kuza tukitambua Kristo kuwa ndiye mwamba, nitwamenye ko Kristo ari we, kuwa ndiye anatuangalia, niwe aturaba na ndiyo atubariki kwanza, kandi yongere anaduhezagire, hatutang'ang'ana, ntabwo tuzokoresha imbaraga nyinshi, ntabwo sisi wenyewe kutoka ndani ya mioyo yetu, twebwe twenyene kuva mu ikiwa mutima wacu, tufikia Mungu, nimba twarakoreye Imana tutajitolea, tuzokwita, lakini hayo yote tutayafanya ariko ibyo byose tuzobikora tukijua Kristo ni nani kwa maisha, tumaze guhishurirwa Kristo ninde mu buzima bwacu. Amina. Amen. 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 Unahitaji kujua Kristo ndani kwa maisha yako. Urakeneye kumenya Kristo ninde mu buzima bwawe. Ukijua hili utakuwa umebarikiwa. Niwe amenye ibyo uba warahezagiye. Maana Petro kwa neema kuu kumjua Kristo yeye ni nani? Petro kubwo umugisha bwinshi kumenya ndipo Yesu alimwamini. Kumenya Kristo ninde, niwe Kristo yamwizeye, Yesu yamwizeye. Akamfanya kuwa mwamba, amugira kuba urutare, kuwa atalijenga kanisa kwake, kuba azokubaka ko inzu. Bwana Yesu ashengero kuri we. Amen. Tambua Kristo ni nani kwa maisha yetu. Nitwahishurirwa Kristo ninde ku buzima bwacu. Hapo ndipo Kristo naye ataleta nguvu zake zikae ndani yetu. Aho niho Kristo nawe azoza n'imbaraga ziwe muri wewe. Kristo ataleta nguvu ya kufanya huduma. Aho niho Kristo azoza n'imbaraga zo gukora. Hapo ndipo Kristo ataleta uwepo wake ukae ndani yetu. Aho niho Kristo azoza n'ubwiza bwiwe mu bana. Hapo ndipo Kristo ataleta neema, tutaishi maisha ambayo ya baraka zile alizotoa. Aho niho Kristo azoduha umugisha no kuba wa mugisha. Kama tutatambua Kristo ndani kwa maisha yetu, niba tutaramenya Kristo ninde mu buzima bwacu, tutateseka kama mataifa, kama watu wengine, tuzoca mu bikomeye, tuzogira ingorane nk'abandi banyamahanga. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nabwicuba, sababu Kristo asituki kuwa unakuja kanisani. Kristo ntabwo bimukanga kuba waje mu rushengero. Kristo asituki kuwa wewe ni mchungaji. Kristo ntabwo akangwa nuko wewe asituki kuwa wewe ni apostle. Kristo nakangwa nuko wewe uri apostle. Kristo asituki kwa familia uliyozaliwa. Kristo nakangwa n'umuryango wavuye. Kristo anamfuata yule amemjua yeye. Kristo akurikira ujya yamenye ninde, ujya yahishuriwe Kristo ninde ku buzima bwiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukijua hivyo, ni wamenye ivyo, utamtafuta Kristo wewe mwenyewe binafsi, uzomurondera Kristo wewe wenyewe bila kusukumiwa, hata muntu n'umwe. Ikiwa ni utakatifu, nimba rukwezwa, utamtunza kwa sababu unajua yule naye uliyemjua. Uzozigama kwezwa kwawe kuko wahishuriwe ninde. Utakuja bila kusukumiwa. Nimba ari mu masengesho uzoza utarinze gusubikwa. Ikiwa ni kusoma neno hautasukumiwa, na ari gusoma ijambo uzosoma utarinze gusubikwa, kutoka ndani ya moyo wako. Uzobikora bivuye muri wewe, kwa sababu umejua Kristo, kuko wamenye Kristo ninde ku buzima bwawe. Lakini mara mingi nakuhakikishia, ariko kenshi ndakubwira Kristo ni nani. Benshi ntituramenya Kristo ninde, kwa sababu ukijua Kristo ni nani, kwa kuko umaze kumenya Kristo ninde ku buzima bwawe, utaondoa kiburi, ntabwo uzokwishima, utaondoa majivuno, ntabwo uzogira kwishira hejuru, utaondoa masegenyo, ntabwo uzogenda uvuga abandi, utaondoa chochote kilicho kibaya, uzokuramwo ibyo aribyo byose bibi, kwa sababu aliyomjua Kristo, kuko abayishuriwe no hawajihusishi na chochote kibaya, ntabwo bitwararika mu bintu bibi. Kwa sababu sisi tuliingia kanisani, ariko kubera ko tuba twinjiye mu rushengero, na tutajua Kristo ni nani, kandi ntitwamenye Kristo ninde kwa maisha yetu, ku buzima bwacu, tunatusiana, nico gituma dutukanana cyane kuko twayishuriwe Kristo ninde. Amen. Ibada tunaichukulia mzaa kama watu wengine, tugiye mu materaniro tubifata ibisanzwe nk'abandi bantu. Acha tuone watu ambao, reka acha tuone watu ambao, reka Imani dufashe tubona abantu ambao walikuwa wanasema kuwa wamemjua Mungu, tubona abantu bavuga ko twamenye Imana, lakini Yesu akawaambia abantu
Yesu arababwira lakini nyinyi hamjamjua Mungu. Yesu arababwira ati mweni mwamenye Imana. Acha twende Matthew, Reka tugende Matayo chapter 3 igice cha 3 tufike number 8. Tuanzie 1 tufike 8. Matayo 3 umurongo wa 1 gushika ku 8. Tunasoma. Siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyikani ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito yake. Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa na zangamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku akiziungama dhambi zao. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itokayo juu? 7 imeisha. 8. Basi zaeni matunda yapasayo toba. 9. Wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni Yohana Mbatizaji. Huyu ni Yohana Mbatizaji akiwa Yordani, akiwa anabatiza. Yaani muri Yordani alikarabatiza. Biblia inambalira Abafarisayo nao walikuwa wanakuja. Abafarisayo nabo baraza akiwa anawabatiza. Akabari karabatiza. Lakini Yohana akawaambia, aliko Yohana arababwira, ikiwa mmebatizwa, nimba mwarabatijwe, sasa inawapasa muzae matunda. Rero birabasaba guhinduka. Inawapasa muzae matunda, mjali. Birabasaba guhinduka mukagira ivyama. Haleluya. Amen. Inayoendana na sala la toba. Ivyama bijana no kuba marahindutse. Ambaye aliyemjua Kristo, ukihana umuntu yamenye Kristo, lazima atazaa matunda. No ategerezwa kugira imbuto cange ivyama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni anje wewe ulimjua Kristo, gute wewe wamenye Kristo, na uko kanisani kandi ukaba uri mu rushengero, unazini kama mtu mwenye hajamjua, ariko ukabandanya usambana n'umuntu atamenye Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni anje unaweza niambia umemjua Kristo, ni gute ushobora kuvuga ko wamenye Kristo bado unaimba kama kawaida, ariko ukabandanya uririmba? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni anje unaweza niambia umemjua Kristo, gute ugira ko wamenye Kristo na bado uko na masengenyo kama vile, ariko ukabandanya ugira umunwa muremure wo kuvuga? Huyo ni Kristo mwingine umemjua. Huyo ni Kristo wundi wamenye, sio yule Kristo aliyetuitia. Ntabwo ari wa Mukristo, ntabwo ari Kristo umwe yaduhamagariye kwera. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua hii injili hampendi, ndazi yuko ubutumwa mutabukunda, lakini heri nikwambie ukweli, ariko ni byiza ndakubwiza ukuri, inasema kuko Biblia iravuga mtajua ukweli, muzomenya ukuri, nanyi ukweli utaweka kandi ukuri kuzoba kumulika moyo wako, kuzoba batura. Raba mu mutima wawe, useme umulike moyo wangu, ubwire Imana ati Imana raba mu mutima wanjye. Kweli mimi nakaa kama mtu mwenye mjua, ariko ubukoko jewe mbayeho nk'umuntu yamenye Kristo. Kuimba kweli ninaimba, kuririmba koko ndaririmba, hata fungu la 10 nimetoa, icya 10 kweli ndagita, hata kuimba, hata kuhubiri na hubiri, kandi kuvuga ubutumwa ndabuvuga. Hivi kweli nimetoa Kristo? Ubukoko jewe naramenye Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema Mungu wetu ni mtakatifu. Ijambo ry'Imana liravuga ngo Imana yacu ni Imana yera, na wanaotaka kumwabudu Mungu inapaswa wakuwe watakatifu. N'abagomba gusenga Imana birabasaba ko nabo bera nkayo. Tu aliyejua Kristo yeye ni nani kwa maisha yake, umuntu yamaze kumenya Kristo ninde kuri we, namba moja anatunza utakatifu. Icyambere ategerezwa kwitwararika kwe, maana anajua Kristo ni mtakatifu, kuko arazi ko Kristo. Ndipo Yohana akamwambia wa Mafarisayo, nicho bigeze ngabyo Yohana ya Mafarisayo, kubatizwa ntabwo bikwiye ko mubatizwa gusa. Kubatizwa ni jambo la muhimu, kubatizwa ni ibintu bikwiye, lakini sasa munaingia kiato cha kuzaa matunda. Ariko rero muba mwambaye urundi rukweto cyangwa ikindi matunda kwera imbuto cyangwa cyo kwera ivyamwa, lakini inapaswa muzaye matunda, mutegerezwa kwera ivyamwa, matunda nayoendana na sala na toba iliyotubu, ivyamwa bihuriranye no kuba mwarihanye. Inakupasa uangalie vile unavyozaa matunda, utegerezwa kuraba rero ni vyamwa nyabakiri kuravyara. Umekaa kanisani na
lakini haukuonyesha matunda yoyote. Wewe urakije ndio kandi ulimishengera ariko nawe vyanga tukubonaho. Hata kuimba huwezi kuinuka usimame na kwaya. Ariko no kuririmba na gushobora guhaguruka ukorane na korali. Hata kusimama na huduma ikifika wakati wa kuchanga huwezi changa. No gukora umurimo w'Imana ageze mu kwitanganya bitanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua tuko na watumishi wengine hata wazai matunda. Kandi turaziko dufise n'abakozi b'Imana ntabwo bafise imitoze. Tuko watu wa kuhubiri injili lakini hakuna mahali popote tuko tunahubiri injili. Tuna abantu bavuga ubutumwa ariko nta kintu kwa sababu tulimpokea Kristo lakini amekaa. Kuko twarakiriye Kristo na Yesu. Bwana Yohana anasema ikiwa mumebatizwa ni nakandi Yohana anavuga ati nimba mwarabatijwe haitoshi. Ivyo nibikwiye sasa muzae na matunda. Mutegerezwa no kwera matunda yako yapo ukiwa kanisani. Ivyamwa vyawe biri uri mu rushenge. Matunda tunayopasa kutoa yale yanaendana na neno la Mungu. Ivyamwa dukwiye gutanga nibirya bijanye n'ijambo ry'Imana. Neno la Mungu linasema tutoe fungu la 10, hautoe hata fungu la 10. Ijambo ry'Imana linavuga ngo tutakigira chuma ariko nawe tutakigira. Neno la Mungu linasema tusambaze upendo lakini wewe unasambaza chuki. Ijambo ry'Imana linavuga ngo dukwiragize urukundo ariko wowe ukiragiza urwango. Neno la Mungu linasema tusambaze uaminifu lakini wewe ni msaliti. Ijambo ry'Imana linavuga ngo dukwiragize gukunda kuba hamwe ariko wewe uri umuntu uhemuka. Yako namna gani? Ivyamwa vyawe biri he? Kama mtu aliyemjua Kristo. Umuntu wamenye Imana. Kama hujamjua Kristo. Nimba utaramenya Kristo. Tutaenda kuomba. Uno munsi turaza gusema Kristo nataka kukujua. Ubwire Kristo nakeneye kukumenya. Zae matunda. Kugira nanje ngiri ivyamwa utakatifu. Ivyamwa vyo kweli. Matunda ya upendo. Ivyamwa vy'urukundo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si matunda tu ya mwilini tu ya rohoni. Si ivyamwa gusa vyo mu byo hata ya rohoni tunahitaji. Kandi ivyamwa vyo mu mpemu turabikeneye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunahitaji kuona tukibarikiwa na Mungu. Tunakeneye kuba na Imana tunahitaji kuzaa matunda kwa biashara zetu. Tunakeneye kuba n'ivyamwa vyiza. Tumechoka kupanga ndazwa byacu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumechoka kupanga. Turarusha no kupanga mazu. Tumechoka kupanga matatu. Turarusha no kuguma kama watu waliomjua Kristo. Tunarusha no kuguma dufata mabisi. Tunahitaji kuona matunda ya huyu Kristo. Tunakeneye kuba n'ivyamwa bivuye kwa Kristo. Wewe ni mtu ni wa kubariki. Kristo iwacu ni imani heza kila. Kristo wetu ni wa kubadilisha maisha. Kristo twamenye ni huyu Kristo tunayonena ataleti matunda kwa huyu Kristo twamenye, lakini yeye hana shida. Lakini yeye hana shida. Kristo wanaongora na sisi. Yeye anataka tumjue. Wakeneye kusaba kumenya baraka. Na waduhezagire. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nakushukuru. Tuinue kiwango cha kumjua Kristo. Kuja murundi kwa kumenya Kristo. Ikiwa ni kuomba tuombe kama watu hawataomba tena. Ni bado kusanga tusenge kama watu watatosenga. Ikiwa ni utakatifu tuutuze kama watu walikuwa watakatifu. Ni bado kwera twere. Ikiwa ni upendo tuite kama watu walikuwa na upendo tena. Ni bado rukundo tuwe kama abantu batazigira kugira urukundo kandi. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akishwa. Yani tuhakikishe hii matunda ya Kristo inaonekana ndani ya maisha yetu. Ni ngombwa tuwe maso tugerageze kuyerekana urukundo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Lakini hata kumjua Kristo, ariko no kumenya Kristo, sitaki mimi mwenyewe niseme. Si ngombwa aje wenda bivuze. Ukisoma Yohana, usome muri Yohana. Yohana 14. John chapter 14 verse 5 and 6. John chapter 14. John chapter 14 5 and 6. Hii nani mezima hii? Jesus. John chapter 14 verse 6. 5 6. Verse 5-6 tunasoma katika jina la Yesu. Biblia inasema Tomaso akamwambia Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu pia alikuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Uyu nawe yari umwigishwa wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Yesu, abwira Yesu, mimi sijui njia ninayoielekea. jewe sinzi nzira ndimo ndacamwo. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu abishwa. Inawezekana mimi na wewe hatujui Yesu Kristo nani kwa maisha yetu. Birashoboka ko je nawe utazi Yesu Kristo Hiyo si kosa letu mimi na wewe. Iyo si kosa ryacu jewe. Tunahitaji kukaa chini. Turakwiye kwicara hasi. Tumwambie Yesu. Tubwire Yesu. Hakika sisi tuliingia kanisani. Kubyukuri twaje bado hatujakujua. Ariko ntiturakumenya. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashigwe hejuru. Haleluya. Haleluya. Si rahisi kumjua Kristo. Ntivyoroshe kumenya Kristo. Kama Tomasi mwenye amekaa na yeye. Nimba Toma yari yicaye na Yesu. Alikuwa anatenda miujiza wakiwa karibu na yeye. Yesu yakora ibitangaza begeranye. Unajua akisema kama hajui njia ya Yesu Kristo. Uraza kuze ko atazi inzira ya Yesu. Ni nao alikamwigarama. Ni kama anamkana. Ni nao ungetrega nawe sijakuzi. Ni kama anamwambia dawe sikufahamu, sikutambui. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akajifunua. Yesu alihishuri. Akasema, aravuga ngo mimi ndiye njia ya ukweli na uzima. Aravuga ngo ni jewe nzira y'ubugingo. Mtu ambaye anayefika kwa Baba na ushika kwa Data bila kumpeleka mimi na mujanye. Kwa maneno mengine namna gani? Muyane majambo bivuga ngo kwamba tukijua Yesu kuwa ndio kila kitu kwa maisha yetu. Nitwamenya ko Kristo ari vyose mu buzima bwacu. Tutaongeza bidii ya kumtafuta. Tuzokongera ishaka ryo kumurondera. Bwana Yesu asifiwe. Tutaongeza bidii ya kuomba kila siku. Tuzokongeramwo intege zo gusenga buri munsi. Tukijua kuwa Yesu ndiye njia ya amani. Nitwamenya ko Yesu ari nzira y'amahoro. Tutazidi kumtafuta usiku kama vile mchana. Tuzokomeza kumurondesha n'umutaga. Kitu ambacho kinasababisha tusijue Yesu Kristo. Ikintu gituma tutamenya Kristo ni kwamba tunafika kanisani. Nuko dushika mu rusengero. Tukishajua Bwana Yesu asifiwe. Tumaze kumenya Yesu nashimwe. Tunaona kama imetosha. Tatuona ko bikwiye. Hatuna muda wa kukaa na Yesu Kristo. Nta mwanya dufise wo kwicara na Kristo. Wewe ni nani? Tumubaze ngurinde. Tumuulize wewe ni nani kwa maisha yako. Tumubaze ngurinde mu buzima bwawe. Tumuulize wewe ni nani kwa ndoa zetu. Wewe ngurinde mu rugo rwawe. Tumuulize wewe ni nani kwa biashara zetu. Tumubaze ngurinde mu ruganda rwawe. Wewe ni nani kwa watoto wetu. Tumubaze ngurinde mu bana bacu. Tomasi akamuuliza. Toma aramubaza. Mimi sijui njia uendapo. Jewe sinzi nzira uri kuraca mu. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu asifiwe. Alifundisha asubuhi amesema. Watugije mu gatondo yavuze. Ni vizuri tukae chini tumuulize Mungu. Ni vyiza twicare mu ulituita. Imana yaduhamagaye. Ulituita. Waduhamagaye. Lakini kweli inafaa. Ariko birakwiye. Inafaa kama Mkristo. Birakwiye mu Mkristo. Unakaa chini unamuuliza Yesu. Uichara hasi ukaanza kweli haya maisha ninayoishi. Ubuzima ndimo ndiko. Yanaendana na kama mwana wa Mungu. Urajanye no kuba umwana w'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hatatenda kwa maisha yako. Yesu nasokora mu buzima. Inakupasa uongeze bidii. Biragusaba ko wongera mu ngomezi. Inapasa uongeze nguvu. Shiramo umwete shiramo ngomezi. Yo kurondera Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kama huna muda wa kumtafuta, udafise umwanya wo kurondera Yesu. Utaishi vile ulivyo. Uzoba huko bado. Utabaki kuwa Yesu. Kandi azogumari Yesu. Maana yeye anasema, kuko avuga, nawapenda wanaonipenda. Munda bangu. Nawachukia pia wanaonichukia. Kandi nangabanyanga. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asituki kuwa tumeokoka. Yesu nakama yuko lakini anazingatia huyo mtu ako anamuuliza maswali. Yesu yitwararika mwaliko mu bazima. Ako anazingatia huyo mtu ako anaingia kwa maombi. Yesu yitwararika umuntu acha ako anazingatia huyo mtu mwenye ametunza utakatifu. Yesu aliko yitwararika umuntu alizopea na hii hivi tu peke yake. Aliko wicha uko gusa. Pasipo kujishughulisha na yeye. Uti tutamwitwararika. Taishi maisha ya kunyanyasika. Tuzoba mu buzima wakati tulikuwa sisi ni watu wa kubarikiwa. Kandi twara abantu bo guhezagirwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu asifiwe. Mwenzako maisha yenye unayoishi bazamugeza mu buzima bayemo. Unaendana na Mkristo aliyejua Yesu. Urashanye no Mkristo yamenye Yesu. Ama unaendana hata ni zaidi ama uko chini kuliko hata mrefu. Change uli hasi kurusha n'imborerwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashibireze. Sisi ndio vituo vya magonjwa. Twebwe nitwe bituro by'ingwara. Sisi ndio vituo vya umaskini. Twebwe nitwe bituro by'ubukene. Sisi ndio vituo vya madeni. Twebwe nitwe bituro vya madeni. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ndio vituo vyote vya kila takataka. Twebwe nitwe bituro by'ingwara. Yesu hapo anatusaidia nini? None Yesu alikuwa anatufashiki. Bwana Yesu asifiwe. Nami Yesu alipo wakati mwingine nakasirika. Aligiye shapura. Acha niwapige story. Reka ndabaye inkuru. Siku nilipakwa mafuta. Umunsi nasigwa mafuta.
niliweza kupitia hali ambayo sio ya kawaida. naciye mu gihe kidasanzwe Kwa sababu nilipakwa mafuta watu wakanizarau kiwango ya hali ya juu. narasizwe amavuta abantu barasuzugura mu rwego rwo hejuru. Wakasema nyinyi mmechagua pastor mtoto. Mwe mwatoranije umupasiteri w'umwana. Huyu pastor hakuna kitu atatusaidia. Uyu mupasiteri atazodufasha. Kuna mahali penye anawapeleka. Nta nazo batwara. Usiku huyo nikiwa nimekasirika, Iyo joro nashavuye nikaenda mbele za Mungu. nje imbere y'Imana. Nikamwambia Mungu, Imana, hivi kweli unajua vile mimi tumetembea na wewe? Imana urazi kunagendanye nawe. Nimekuheshimu. Narakuwashe. Hakuna siku nimekudhalilisha. Nta munsi nigeze ndakumara amazi. Unaona vile watu wako wanadhihaki kweli. Rangana abantu bariko barachokora n'umukozi wawe. Nikamwambia Mungu, Imana, ikiwa wewe ni Mungu, ni muri Imana, nataka ujidhihirishe. nagomba kuyerekana. Mungu alizidhihirisha. Imana aliyerekana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini? Ndiwovye kuvuga Wakati mwingine tusikae kimya. umwanya umwe ntuceceke. Na sisi tulijua Yesu. Natwe twamenye Yesu. Kama umejua Yesu wa kweli, Nimba uramenye Yesu na unapitia hali ya changamoto, kandi uri kuca ni mu wakati byegezo wa kuinuka. n'igihe cyo guhaguruka Kumwambia Yesu, ubwire Yesu, wewe niliyekujua, wewe namenye, nimekujua ili niteseke, nakumenya kugira ngo nimekujua ili nimeteseke, nidharauliwe, nakumenya ngo suzugurwe, nimekujua ili nikufe na njaa, nakumenya kugira ngo mpe n'inzara, nataka ujitukuze. nagomba kuishi cyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu nashimwe. Tuko Wakristo wenye wamemjua Kristo, Turi abakristo bamenye Kristo, lakini maisha yetu ni hoyahoi. ariko ubuzima bwacu ni hoyi hahe. Bwana Yesu asifiwe. Sifa singira. Sifa singira. Yani siponi Ama sifi. sikufi. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu asifiwe. Watu wanalizarau kama vile mambo hivyo tu. Abantu basuzugura Biashara zimedhoofika kama hivyo tu. urudandaza rwanje Madeni ni kama yote, nimeanza kubadilisha hata njia. amadeni ni menshi nimero Na ninakaa na Yesu. kandi ndi kumwe na Yesu. Huyu Yesu ni wa aina gani nimejua. Nuno Yesu ni nyabakiname. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu Leo ni nashimwe. wakati tutaenda kumuuliza maswali Yesu. Tugiye kubaza ibibazo Ikiwa Yesu. nimekujua na wewe ni Yesu wa kweli, Niba narakumenya uri Yesu w'ukuri, nataka ujifunue. ndagomba ko wiyerekana. Lakini jibu liko hapa. Inyishu iri hano. Yesu anasema, Yesu aravuga mimi ngo ndiye njia, ukweli na uzima. ati ni jewe nzira y'ukuri Yesu n'ubugingo. anasema, Yesu aravuga mimi ngo ndiye njia ya amani. ni jewe nzira y'amahoro. Yesu anasema, Yesu aravuga mimi ndiye njia, ukipitia ni jewe nzira uciye ukienda wiciyemo kufanya kazi utabarikiwa. uragenda gukora akazi Lakini usoreza sisi igihugu. kama Wakristo Ariko twe nk'abakristo hatutaki kupitia hiyo njia. ntabwo tugomba guca mu nzira ya Yesu, Kupitia shortcut. tugomba guca mu za bugufi. Hatutawahi ona Yesu. Ntabwo tuzigira tubona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu nashimwe. Kama yeye amepromise kuwa ndio njia, Nimba ari we yasezeranye ko ari we na nzira, kama tuko katika hiyo njia kwa roho na kweli, nimba turi muri iyo nzira mu kuri no mu buhembo, mbona tunanyanyasika? none ni gute turiko turatotezwa? Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu Ikiwa asifiwe. tumemjua kuwa yeye ndiye wa kweli, Niba twaramenye ko ari we w'ukuri, kuona maisha bado inadidimia. kubera ko ubuzima buriko burayituyongana, Leo nimekupea ruhusa. uyu munsi genda guhaye uburenganzira, Ikiwa wewe ni Mkristo wa kweli kandi uri umukristo w'ukuri, na unapambana na Mungu kwa roho na kweli, kandi uri kuragwana na mu kuna mwanya hali w'ukuri, unapitia na si ya kawaida, kandi hari ibihe uri kubacamo bidasanzwe, tena umushike mashati, genda ufate Yesu mu mwambie mashaka, mimi nimechoka, ubwe ngo ndarushe, maisha nimeyachoka. ule buzima Yesu ndaburambiwe. niliyemjua si Yesu wa umaskini, Yesu namenye si Yesu Yesu mukene, mwenye baraka. ndagingiza ubuzima Maana yeye bw'umugisha. mwenyewe anasema, Ni kubera avuga ngo Petro ambaye ni Simoni alipomjua, Petro ari wese Simoni alimwambia amaze kumenya, nimekupatia kifunguo, yamwe ngo naguha na urufunguzo, kwako ndipo kanisa litalijenga. kandi kuri we niho nzo Ni wakati tutaenda kusumbua Yesu. nigiye rero tugiye kugora Yesu, Mwambie hii ni muda wa kujenga maisha yetu sasa. ubwacu iki ni igihe cyo kubaka ubuzima bwacu. Kandi Bwana Yesu asifiwe. umwami Yesu nashimye. Ikiwa ni kiroho unijenge, Niba ari mu mpemu nyubake, ikiwa ni ndoa yangu ijenge, niba ari urugo rwanje rwubake, ikiwa ni afya yangu ijenge, niba ari amagara yanjye nayo yubake, ikiwa ni kila kitu ninachokihitaji, niba ari ikintu cyose nkeneye, nataka kuona ukijenga. ndagomba kubona uri kurabyubaka. Bwana Yesu asifiwe. Rero umwami Yesu nashimye. Lakini hayo mambo yanafanya mtu mwenye amejitambua, Ariko ibyo bikora umuntu yitahuye, mtu ambaye ametunza utakatifu, umuntu yabitse ukwera, mtu mwenye ni wa maombi, umuntu w'amasengesho, mwenye ni wa kusoma neno, umuntu asoma ijambo, mtu ambaye hata Yesu akienda mbele zake umuntu nawe Yesu yoje imbere anashuhudia huyu mtu ninamjua. azoshingira intare ku by'ukuri uyu ndamuzi. Sasa niwapige story nyingine. Reka ndabatera iyindi nkuru. Kumeisha wiki mbili, Haheze ibyumweru bibiri, kuna maombi ambayo nimejitengea kama mchungaji huwa naenda. hariho amasengesho bishiriye nk'umukozi w'Imana muragenda.
Nilipoenda kwa maombi kuna vile Roho wa Mungu ananiongoza. igihe cyose ngiye mu masengesho ukuntu mwema aranyobora. Nikaingia kwa maombi kama siku kama vile kama kawaida. Ngenda mu masengesho uko bisanzwe. Nikaenda mbele za Mungu nikaomba, nikiombea ibada, nikiombea kanisa, ngenda mbele y'Imana nsengera ishengero, nsengera abakoraniro kama vile ni wajibu wa maisha yangu tu. Nuko ari mutwaro wanje igihe cyose. Vile nilivyoitwa. Nuko ari mama na nilipokuwa kwa maombi, ndi mu masengesho, Roho wa Mungu akanishukia. Mwema yera aramanukira. Nikamwambia Mungu, Imana, mimi sasa hii mambo imefika mwisho. Jewe bino bintu bigeze kuyerezo. Mimi ni mchungaji wako. Jewe ni umukozi wawe. Ninasimamia kanisa. Magariki itorero. Na nimetunza utakatifu. Kandi nazigamye kugorora. Na ninakutafuta usiku kama vile mchana. Na kurondera ijoro n'umurango. Mbona haufanyi kitu kwa maisha yangu? None kudakora ikintu ku buzima bwanje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikarudi kwa lile neno. Subira kuri rya jambo. Nikaangalia Musa alipoitwa na Mungu. Ndaba Mose ahamagawe n'Imana. Musa alimwambia Mungu, Mose yabwiye Imana, mimi kama wewe ndio umeniita, niba ari wewe wampamagaye, nataka unipe ishara. nataka mumpe ikimenyetso. Mimi nitaambia aje watu kama mimi nimetumwa na Mungu? Nzobwira gute abantu ko je wakati hujanipa ishara yoyote? Mugihe atakimenyetso nakimwe tunahitaji kwenda mbele za Mungu. Igihe kimwe yakereko tulimbele tutaambiaje watu kama sisi ni wa Kristo? Tubwire Imana tuzobwira abantu gute ko turaba Kristo wakati tunakula sukuma kila siku? Mugihe tujya sukuma igihe cyose. Na wakati mataifa wanapita na kuku kila siku. Kandi abantu bo hanze badakijishwe biri minofu gusa. Bagihuko za zilizi cyatanu. Wanakula kienyeji, kuku kienyeji. Aliko tuongea sukuma ya dhati kwa Masai bara tumenye. Sukuma atani bara ni yakati ya dhati. Bwana Yesu asifiwe. Nani Yesu asifiwe. Mimi tuwe dukora umuzinguka bacakara nga muri na gihugu. Sisi ndo tunafanya kazi kama watumwa hapa na hiyo. Tukandira tubikuma. Tunazunguka mpaka viatu vinataka soa. Sasa mu gitutu. Watu wa mataifa wamekaa. Kama anaendesha Range Rover. Watu wa mataifa wanaendesha magari. Huyo Yesu tuamenye ruiki. Sasa huyo Yesu tunamjua ana faida gani kwa maisha yetu? Hivi ndio kwamba vinahingana. Bora viatu tumevaa vimepinda. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inzu tubamo imvura iguye tunaduhagaze. Nyumba tunazoishi ndani mvua kitanda ningaha ni na gazi. Nyumba tunaishi kitanda na gesi. Abanyamahanga bariko barangura medrisita. Watu wa mataifa wameishi sasa ngirango bariko barangura 12. Wanaishi kwa nyumba za nyumba 12. Wewe nicho chumba cha tunanie kuri. Sisi hata leo mmoja tumekushinda kulipa. Kuri. Kama tuko wa Kristo wa alika kuri kikuzi. Yesu anafanya kazi gani kwa maisha yetu? Mimi Gideri sijui nimekula lini. Unajukarua. Unatafuna meno ina. Unahikinyabikanga. Unatafuna hadi meno inatoka. Umengulime nilikuruza. Nurekura. Unavini mbuzi ambaye sasa na Yesu asifiwe. Aliko ibi bintu bitobishikako. Lakini haya maneno haya mambo hatukigiye tubaza ibibazo Imana. Kuna wakati utauliza maswali Mungu. Ugiye wamenye Yesu Kristo waliwe ku buzima bwawe. Wakati utakapomjua Yesu ni nani kwa maisha. Kuhaguruka kurondera Yesu. Ni vizuri usimame umtafute Yesu. Uhaguruke yongere muri wewe. Usimame Yesu ongezeke ndani yako. Ukufise confidence nawe. Usikie kwamba uko na confidence ndani yako. Mubaza ibibazo. Kwa sababu ukimuuliza maswali unamwambia hakika mimi nimekufuata. Ubwego Yesu naragukurikira. Niliacha starehe. Nararetse kujua kwa bosi. Niliacha madeni. Narevye amadini. Niliacha kukunywa kamunyweso. Narahevye kayoga. Unajua mimi kabla sijaokoka. Je, narakizwa. Nilikuwa navaa trouser inafika huko. Nyama ni paranoid kubisino. Sikuwa mkonde hivi. Ndio zenye maombi imenimaliza. Je, nisema no nani noze ngani ndiko masengesho yara amazi. Nilikuwa karibu 70. Nilikuwa na 70. Na bibi bilo 70. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Yesu asifiwe. Nilikuwa natoa pocket vizuri. Ninakuwa darasa kingi. Ninajisikia dunia ni yangu. Wewe usipali Bwana. Wewe yote niliacha juu ya Yesu. Ndio Yesu na vile sekunda Yesu. Maisha ndio iangamie. Kugira hanyuma ubuzima bwo. Huyo Yesu yeye mashati. Wewe Yesu usofatara ku mashati. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Nani Yesu asifiwe? Tukuwe wa Kristo ambao wanajiamini. Tuwe wa Kristo biyemera. Hadi Mungu atende miujiza kama vile alikuwa anatenda hapo kale. Imana yongera ko ibitangaza nk'ibya kera. Lakini sisi ni wa Kristo tunaenda tukiwa tuko na wasiwasi. Tweka turaba Kristo bagenda bafise wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu asifiwe. Hili inatokana na sisi. Ariko bivana natwe. Maana hatutaki kumjua huyu Kristo wa kweli. Kuko tunashaka kumenya Kristo mukuri. Maana hatujajua maana ya kumjua Kristo. Kuko tutazi impamvu yo kumenya Kristo.
aliyejua Kristo namba moja anatunza utakatifu. Umuntu yamenye Kristo cyambere arinda ukwera. Anajitenganisha na kitu chochote kibaya. Akitandukanya n'ikintu cyose kibi. Kwa sababu Kristo tunamwaibisha. Nicho gituma Kristo turamumaramaza. Hata yeye mwenyewe hatujui. Na ubwiwe natuzi. Maana akiangalia tabia zetu hazifai kama watu waliomjua Kristo. Kuko nabyigezo zacu nizisa n'abantu bamumenye. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu Kishi leo kwa jina la Yesu Kristo. Ariko uyu munsi kubwaga tunawashikia neema ya kumjua Kristo. Naye atenge mwanga ndabatuye ko umuntu bwo kumenya Kristo ubundi busahindura ubuzima bwanyu. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu Kristo. Nilipokuwa kwa hiyo maombi, igihe narimo amasengesho, nikamwambia Mungu, mbwira Imana, ikiwa mimi nimekujua, n'Imana nakumenye. Mose ulimpea mfano. Mose wamuhaye ikigereranyo. Hapa si mchezo. Aha si gufuna. Ninakwambia hata yeye nikiwa na ubiri ni shahidi. Ndiko nabivuga na Yesu, ndiko navuga ubutumwa. Hiyo maombi nitaona. Ayo masengesho narasema. Ni saa 9 usiku. Hadi saa 9 hicho. Nilianzia kuyaomba saa 8. Natamwe kuyasenga saa 9. Hadi saa 8. Wanaomba hiyo maombi. Kushika saa 10 ndipo nasenga. Nikamwambia mimi sasa hapa mimi na wewe ni leo. Uyu munsi ni jewe nawe Yesu. Mimi nimekujua kama mfalme na mkozi wa Mungu. Chenda kumenya nk'umwana w'umucunguzi w'ubuzima bwawe. Nimekutumikia. Naragukoreye. Kanisa nalilinda. Ishengero nalilinda. Lakini hata kiato ni kile kile. None kirato ni chakindi. Nataka ufanye jambo. Nagomba gukora iki? Nitakuwa naambia waumini ulionipatia wewe ni nani. Zoambira abantu ishengero no kurinde. Unajua acha nikwambie. Reka nakubwire. Kristo akiwa ametenda kwa maisha yako. Kristo yakoze muri wewe. Ni rahisi biroroshe kuambia watu wengine kuwa Kristo anaishi. Kubwira abandi ko Yesu abaho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kama wewe mwenyewe ni haukufi wala huponi. Wewe mwenyewe udafatane ntukire. Kuambia wengine Kristo ni ngumu. Kubwira abandi ko Kristo akiza. Ina maana Bwana Yesu asifiwe. Bisiguri ikiwa wewe ni Mkristo. Ni muri Mkristo. Kama ulikuwa mshirati. Wari umusamba. Yesu Kristo akakubadilisha. Yesu araguhindura. Ni rahisi kuambia washirati waache ushirati. Biroroshe kubwira abasamba ngo usamba. Wewe ulikuwa mshirati na ukabali. Kuko wamenye ko wari umusamba ni anaweza araguhindura urako kwa Yesu asifiwe. Amen. Leo Kristo ajifunue. Umunsi Kristo yiyishure ambazo zimekaa ndani yetu. Hari ivyaha byawe biri muri twe. Abiondoe tubadilike. Yesu abikuremo duhinduke. Ndio tuende kuhubiria watu wengine kugira ngo tugende tubwire abandi bantu kwera. Tukiwa na imani ya Kristo tuliyemuona. Dufite ukwizera kwa Yesu twabonye. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu nashikwe hejuru. Kristo atubadilishie maisha. Yesu aduhindure ubuzima. Milango ya biashara. Yugurura imiryango y'urudandazo. Watu wakitupata kwa duka. Abantu badusanze mu maduka. Waseme kweli hawa ni wana wa Mungu. Babe kuvyukura abana b'Imana. Yaani Kristo atubadilishie maisha. Yesu aduhindure ubuzima. Pata tukiwa tunaendesha V8. Badusanze tuko twagendesha nyafu iwe kuwa Kristo ni Bwana na Mwokozi. Kubabwira ko Yesu ari Mwana Mukiza. Yaani yale yaliyotenda peke yake ya hubiri. Ivyo Yesu yakoze bivuga ubutumwa. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu nashio kuongea ni kama tuko na mashaka. Kuvuga kusema dufisa makenga. Lakini itatokana na sisi kwetu. Bisoba kuri twe. Namba moja tukue na kiu na huyo Kristo. Icyambere tugirizana na Kristo. Tubadilishe mtazamo. Duhindure imyitegererezo. Dhambi tuitambue kama dhambi. Icyaha tugitahure nk'icyaha. Masegene tuyatambue kama masegene. Urusaku turutahure mu rusaku. Chochote kibaya tukitambue kama kitu kibaya. Ikibi tukimenye n'ikibi. Tuanze kwanza kuwa makini. Kuba maso. Heshimu utakatifu ndani ya maisha yetu. Tuba ukwera mu buzima bwacu. Hapo ndipo Kristo tukimwita. Aho ndio tuzohamagara Yesu. Atapata nafasi ndani ya maisha yetu. Azoroga ikibanza mu buzima bwacu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiwa mbali na uwepo wa Mungu. Ariko nitwaba kure n'ubuntu bw'Imana. Haiwezekani twende mbele za Kristo kumuuliza maswali. Ntibikunda ko tubaje imbere y'Imana kubaza ibibazo. Inasema wale tunaopigana sio wa damu na nyama. Kuko biravuga ngo tupigana nabo sabi nyama n'amaraso. Ni nyuka mibi. Biblia imetuambia. Biratubwira. Petro kumjua Kristo ni nani? Petro kugira amenye Kristo. Yeye ni nani? Kugira amenye Kristo wali. Hakuyafunuliwa na hekima ya kibinadamu. Ntabwo yabishuriwe n'ubwenge bw'abantu. Alifunuliwa hiyo neema kutokana na Mungu. Yagiriye ubuntu abishurirwa n'Imana. Hata hiyo maombi ya kumshika roho Yesu Kristo, nayo masengesho yo gufata Kristo, hatuwezi kuyaomba tukiwa kwa mwili. Ntabwo dushobora kuyasenga turi mu mubiri. Tunayaomba tukiwa kwa roho. Tuyasenga turi mu mwuka. Hivyo ndivyo tunakuwa na confidence. Uko ndio aho tugirira imbabazi. Tunasimama na neno la Mungu. Tugahagarara mu ijambo ry'Imana. Mbele za Mungu. Tukashimira Imana. Tumwambia Mungu neno lako linasema. Tugirimira Imana ijambo ry'Imana. Matthew chapter 7. Mathayo igice cy'indwi. Number 7. Umurongo w'indwi. Tunaenda mbele za Yesu tunasema. Tukajibira tuvuga. Yesu wewe ulisema. Yesu wewe waravuze. Tuombe na tutapewa. Dusabe tuzohabwa. Tutafute tutapata. Kandi turondere tuzoronka. Tutafunguliwa. Turondere tuzokugururirwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama hamuna muda wa kusoma neno. Nima muda wa kusoma ijambo. Utaenda kushikana na Yesu namna gani? Uzopatana na Yesu gute? Utaenda kushika Yesu mwenye hujui. Uzoja gufata Yesu utazi.
Yesu atabadilisha maisha kulingana na vile unamjua. Yesu azoguhindura ubuzima bivanye n'ingero umuzi. Wewe mwenyewe utaishi baraka za Yesu Kristo. Wewe ubwawe uzobaho umugisha wa Yesu kulingana na vile ulimjua Kristo, bivanye n'urugezo umuzi. Kristo hakuragi honga. Yesu ntajya ruswa. Kristo anaga ile shortcut. Yesu ntagira inzira z'iminyuro. Kama wakati wengine wako kwa maombi, abandi bari mu bariko barasenga wakiombea mahitaji yao, bariko basengera imitwaro yabo, Kristo si kiziwi. Kristo Yesu ntabwo ari kiragisikia, arabumva, siku atawajibu. umunsi azabishura. Usianze kuwa na malalamishi, ntuzotangure kwidodomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu wakati utaona watu wakiinuliwa kwa hii kanisa, sio wana abantu bazamuye muri losheni, wale wako wanazaa matunda, abantu bariko banga ivyamwa, na wewe umekaa tu, nawe wiyicariye. Huyu msimusi mchungaji anawainua, ntabwo ari pastor bazamura, ni Mungu peke yake ndiye anainua. Ni Imana y'ubwayo nizamura. Usianze kusema walikula honga. Ntuzogende uvuge ngo bari Yerusalemu. Kuwa kuna wakati walikuwa wanasimama na mchungaji, agiye bahagarara bafata umugongo pastor, wakimsaidia kazi, bamufasha ibikorwa, wakimjulia hali, bamumenyera uko nyiriwe, wakifanya hivi na hivi, bakora ibi na biriya. wewe ukiwa uko na huko, wewe wibereye hiyo gusa widaramire, alafu unaanza kusema nga watu wanapendelea. ushaka kuvuga abantu bagira kitu ilifanyika kwangu, ngo bagira igikundiro, siku walinipaka mafuta, igihe basiga walianza kusema ya muhe, abantu batangaye kuvuga, lakini watu hawako wanajua siri yangu mimi na Yesu. Ariko ni bari bazi bangajanje na Yesu. Siku niliokoka nilishika Yesu na mashati, nilishika Yesu mashati. Igihe ndishwe nafate Yesu sinamurekura. Mambo ya dunia yalikuwa yamenichosha, kuko ibyisi byari byanduhije. sikuona dunia kuwa ni kitu, sinabonye kwisa kintu. niliishi muda mrefu maisha yangu nikiona hayana msaada yoyote, nabaye mu buzima bwa kila minsi safashana. na siku nilimwabudu, nilimjua Yesu, igihe namenya Yesu, nilienda nikiwa serious. nagiye ndi serious. Shida yetu ni kwamba hatukwagi serious. Ikibazo nuko utaba serious. Maombi hatuko serious, umasengesho ndo serious, kusoma neno hatuko serious, ugusomesha abo ndo serious, uimbaji hatuko serious, kuririmba uri serious. Alafu tunaanza kuita Yesu akuje. Hanyuma tutaanza mtangura magara Yesu Yesu hawezi kuja. Yesu unashobora kuja. Yesu atakuja kwako kulingana na vile wewe mwenyewe umemjua. Yesu azokuzira nuko umuzi. Hapo ndipo atajenga mwamba. Aho ni azokuba Hapo ndipo ataokoa ndoa yako. Aho ni azokiza urugo rwawe. Hapo ndipo atakuponya magonjwa. Aho ni azogukirizigwa. Hapo ndipo atatenda jambo hakika watu waseme huyu mtu hakika Mungu amemtendea. Aho ni azokora ikintu anovuye mu kuvyukuri Imana yamukoreye kulingana na vile umemjua Kristo. Bisobana nuko umuzi Kristo. Kweli Kristo unamjua kama nani kwa maisha yako? Mbega Yesu muzi nkanda mu buzima bwawe. Tabia zako zinazaa matunda. Mbega ingeso zawe zabivyana kama mtu ambaye alimjua Kristo. Birajanye n'umuntu yamenye Kristo. Vile unatenda kazi katika hii huduma kweli unatenda kama vile mtu aliitwa. Unasimama kwa nafasi yako kama wewe ni mwalimu, kama wewe ni pastor. Kweli huko unazaa matunda kama matunda ya pastor. Ukuntu wewe wahamagawe muri no ministeri, mbega uturakora mu muhamagaro wawe nkuko wahamagawe uri pastor cyane mwalimu. Amen. Usikue kama wale mafarisayo. Numere nk'abafarisayo. Yohana aliwaambia mzae matunda sasa. Yohana yabaga mu mwambi vyabo. Maana mafarisayo walikuwa ni watu wa kwenda kuomba kwa njia mbili. Abafarisayo bari abantu bagenda gusengera mu mayira abiri. Wengine wanakaa kanisani lakini ni mafarisayo. Hari abandi bantu bari mu rusengero bari abafarisayo. Anasema mimi ni mwimbaji lakini ndani si mwimbaji. Abakavuga ngo jewe umutima ni muri ndani gusa lakini ndani yake si mwalimu. Avuga ko ari umwarimu ariko atari umwarimu. Haya pastor wewe hawezi kuyaongea. Ibi pastor anasha kuivuga. Lakini mimi nitaongea niende. Ariko je ndabwo cyo nitobokera. Ukitaka munirushie mawe. Mushaka muntera mabuye. Bwana Yesu asifiwe. Yani ukovu tumeufanya maski. Agakiza leo twakagize watumishi wanayolipa sacrifice wako wapi? Abakozi b'Imana batanga ibiguzi bari bakajitolea kwa maombi, bitanga mu gusenga, bakajitolea kusoma neno, bazo kwitanga mu gusoma ijambo, bakajitolea kusimama na yule mtumishi wa Mungu, bazo kwitanga mu guhagarara bakajitolea kusimama na nyumba ya mtumishi wa Mungu, bazo kwitanga mu guhagarara n'inzu y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Nani Yesu asifiwe. Ambao watajitolea kusimama na kanisa wako wapi? Abakristo bazo kwitanga bazo guhagarara n'ishengero bari hehe? Mafarisayo tupu. Abafarisayo gusa. Wanafiki tupu. Abantu wanafiki injaja gusa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusikue, acha nikwambie. Reka ndababwiye. Heri nikuwe mnafiki kwa Patrick. Ni byiza ko nobinjajya kuri Pastor Kagame. Lakini nisikuwe mnafiki kwa Yesu. Ariko simbinjajya kuri Yesu. Yesu hakuna mahali penye hajui. Yesu nta kintu atazi muri wewe.
Yesu hakuna mahali penye haoni. Yesu nta anatabona. Tukuwe waaminifu kwa huduma. Tuwe abantu babizigirwa muri ministeri. Kama mimi niliitwa hakuna shortcut. Niba je narahamagawe nta minyuro. Mtumishi wa Mungu amesema jambo kuhusu wito. Mukozi Imana avuze ku kintu cy'umuhamagaro. Tutajuaje kama wewe umeitwa? Tuzomenya gute we kuhamagara? Amesema neno la kweli. Yavuze ukuri. Si kwamba nilipakwa mafuta. Wewe yasizwe amavuta. Matunda yale unayozaa. Ivyamwa wewe uvyara. Ndivyo inajulisha kuwa wewe umeitwa. Rero ivyo nivyo bizogaragaza ko wahamagawe. Mimi nasemaga kanisani kwangu. Je mu rusengero ndavuga usinitishe wewe ni mwalimu. Ntuntange muri umwarimu. Usinitishe wewe ni bishop. Ntuntange muri bishop. Matunda tuone. Ivyamwa turana. Bwana Yesu asifiwe. Ivyamwa vya. Lipa sacrifice. Tangi kiguzi. Zitolee kuacha usingizi wako. Itange kweli itiro. Kama tunalala hapa tukiombea ibada. Niba twajamana dusengera itore. Tunapaswa kuwa na sisi hapa. Utegeza kuri kumwe natwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu nashimwe. Kama tuko na maombi hapa Wednesday. Niba dubisa masengesho gatatu. Hata kama tuko Nairobi. Nao tuli Nairobi. Usiniambie eti mimi naenda kazi shughuli. Nubwiye ngo tuli kazi. Kuwa na wewe. Utegeza kuwa ni kumwe nawe. Hiyo ndio matunda. Hivyo ndivyo vyamwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu nashimwe. Kiongozi napenda vile naimba. Unaimba vizuri sana. Ndakundi ngeno lirimba. Kama ni muimbaji. Niba uri muririmbyi. Tishia kuna sauti nzuri. Nabo kande bafitijwe. Ikifika wakati wa practice anafaa kuja. Hageze muri repetition ategeza kuba hari. Ndio azaye matunda. Kugira ngo yame vyamwa. Ukovu wa aina gani? Agakiza nyabaki tunazalisha matunda. Agakiza nyabaki tutako turamujamwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Yesu nashimwe. Litadidimia. Ishengero lizonyika. Kama hatutainuka kiwango kingine. Niba tutazoja Burundi kwego. Kristo aongezeke ndani ya maisha yetu. Kristo yongerekane muri twe. Kristo kama hatujainua nafasi ya kumtafuta. Kristo ni tutashira umwanya wo kumurondera. Hakuna vile ataachilia nguvu zake zikae ndani yetu. Nta buryo Kristo azorekura ubushobozi bwiwe buwe muri twe. Tutaimba lakini uwepo hautakuja. Tuzoririmba ariko ubushobozi ntibuzoboneka. Tutahubiri injili lakini haitabadilisha watu. Tuzovuga ubutumwa ariko ubutumwa ntibuzohindura abantu. Waulize maswali. Reka ndababaza ibibazo. Kuna jambo lilifanyika. Hari ikintu cyakoretse. Yesu alipolisha watu 5,000. Agaburiye abantu 5,000. Alituma wanafunzi wake. Yatumye abigishwa biwe. Akawaambia mvuke ngambo ile ya Yordani. Ati mujabuke mu ruhande rwa Yordani. Mutangulie kwenda. Munyitangira imbere. Mimi ninakuja. Jewe ndaje. Lakini Biblia inaniambia. Ariko iravuga ngo Yesu Kristo. Yesu hakuambatana na wao. Niyafatanije nabo. Alifika na jitolea. Yaciye yitangira. Akaenda kwa mlima kuomba. Agenda ku musozi gusenga. Wewe ni nani hauombi na Yesu Kristo mwenyewe aliomba? Wewe uri unasenga na Yesu yarasenze. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu na utaki maombi. Uri umukozi Imana udashaka masengesho. Yesu Kristo mwenyewe baba anasema tukanyage kwa nyayo zake. Yesu avuga tugerekiranye mu ciwe. Alikuwa anajitenga. Yara yitandukana. Akaenda kuomba. Akaja gusenga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utatenda miujiza namna gani? Uzokora ibitangaza gute? Hii ndio ukweli. Nshuti zanjye ukuri ko kuri. Amuelewe musikie ama musisikie. Mu vyumba cyangwa mu bitu. Ndio ukweli. Ukuri ko kuri. Kama tunataka kuishi baraka za Mungu. Niba tugomba kuba mu migisha y'Imana. Mapenzi ya Mungu. Niba tugomba kuba mu bwami bw'Imana. Tulipe gharama. Ni ngombwa ngo turihe ikiguzi. Ndio Yesu Kristo. Kugira ngo Yesu. Ndio huyo Yesu Kristo. Kugira ngo Yesu. Ndio huyo. Huyo Yesu alipotoka mlimani kuomba, amaze kuva ku musozi gusenga, wanafunzi wake wakiwa wanatembea kwa bahari, abigisha walikuwa wanagenda mu wakiwa kwa ile merikebu, bali mu bwato. Yesu Kristo akakuja akiwa anatembea juu ya maji. Yesu atazagenda hejuru y'ikiyaga. Petro akataka kujifundisha kama Yesu, agomba kwiyigisha nka Yesu, atambua atembee juu ya maji, agendere hejuru ya mazi. Biblia inaniambia alipopiga hatua tu ndogo, ateye intambwe ntoya, alianza kuzama, yatambuye kwibira. Kwa huduma tusipokuwa na maombi, muri ministeri y'amasengesho lazima kutakuwa na kuzama. Ni ngoma hazobaho kwibira. Unaweza kuna jua kusoma neno namna gani? Nabo uzi kusoma ijambo rimeze gute? Hakikishia kuna kiwango utazama. Ndakumenyesha neza ko hari ahantu zo kwibira. Itapungua ndani yako. Kuko hari bisoka banuka muri wewe. Kuna neema itapungua ndani yako. Hari ubuntu busoka banuka muri wewe. Yesu asifiwe. Nani Yesu nashimwe. Kuna kitu ambacho sikipendi. Hari kitu jero nakuru. Unapata mtumishi wa Mungu. Ugasanga umukozi w'Imana anafundisha Biblia. Yigisha Biblia. Kulingana na jeni alisikiza jana YouTube kuhusu mtumishi mwingine. Bikabana bibifanya nuko yumvise umukozi w'Imana ariko arigisha kuri YouTube. Unapata mtu alisikia message kwa huduma. Ugasanga umuntu yumvise message aho yagiye, unapata anasema hii ndio nitaenda kufundisha. Sababu video zile hii ni wakati wa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Hiki ni gihe cyereka jambo yeye. Kwani mtu anatafuta ufunuo. Umukozi w'Imana n'umuntu arondera yereka nafasi ya kwenda mbele za Mungu. Agafata umwanya wo kushibera Imana. Kisha neno.
akaitisha neno, agahamagaza ijambo before asimame kwa madhabahu, imbere yuko agera mu gicaniro, hakuji na kimbelembele, naza no kwishurira, anahakikisha message yenye analetea waumini, aramekinga sho message zaniye ahubwo ko bimana kuwa ni message inatoka kwa Mungu, ari message vile kuma. Ninakwambia hivyo juu ya nini? Na kuja kubera Petro alipoona Yesu anatembea, Petro abonye Yesu agenda aliweka kimbelembele, nawe yashize huko kwiyemeza, mimi naweza kutembea. atireka naje genda. Huyu mtu ametangulia kwenda kuomba kwa mlima, Yesu atanguye kuja kusenga musozi. Wewe ulikuwa tu ukitembea hivyo tu, wewe alikugenda uko nyene gusa, unaweza tembea kama yeye, wewe ugenda nawe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu nashi. Usitake kuomba venye mchungaji anaomba. Ntushake kusema uko pastor asenga. Utamfuata mtumishi kulingana na venye naye anatafuta uwepo. Kandi utakurikirana ngene arondera ubwiza. Utakuwa unapigia kelele watu. Uzokura komera manindi uru. Usitake kuhubiri venye mchungaji anahubiri. Ntushake kusigura ko pastor asigura. Na wewe haulipi zile sacrifices zenye analipa. Na udatangira ibiguzi bivyo atanga. Utakuwa unafanya mambo yenye hayasaidii kanisa. Uzokora ibintu bidafasha ishengero. Unapata tunaishi kwa kanisa lakini kanisa ni watu wa kutenda dhambi kama kawaida. Uzosangishengero musanga abantu bakora ibyaha gusa. Kwa kanisa watu ni watu ambao wamedidimia kama kawaida. Uzosanga turi abantu gusa baguma banyengetera. Tunafanya huduma uko dukora umurimo kulingana na experience. Bivanye n'ubumenyi, kulingana vile tunajua, bivanye nuko tuzi, kulingana vile tunajua, tulirimba bivanye nuko tuzi, lakini hatuna ufunuo wa Roho Mtakatifu. Ariko ntayerekwa rya mpemo dufise. Petro angezama, Petro ntiyari kwibira. Ingekuwa alienda pamoja na Yesu kuomba ile masaa alienda kuomba, iyo wali kujana na Yesu ya masaa bagiye gusenga, Yesu akahakikishia na yeye angetembea. Jenda kumenyesha ko nawe kugenda hejuru ya masaa. Nani Yesu tayari kutubariki. Yesu itege kuduheza kile, lakini inalingana na vile umemjua. Ariko bizobona ningene umuti. Sasa mtumishi wa Mungu akiwaambia njoni twende kwa maombi, nico gituma ukoze babwe ngo mwiroche gusenga, anajua maana ya maombi, arazi impamvu y'amasengesho. Sasa imefika. Sorry. Mutowali cyane amasaha. Amen. Amen. Mungu awabariki. Imani bahezagire cyane. Kile ambacho niwapitia, icyo ndaguhamagariye, mjue Kristo kama mfalme wa mkozi wa maisha yako. Umenye Kristo umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe. Na uamue kuzaa matunda. Kandi uhitemwe kwamwa ivyamwa. Kule unaishi kwa ndoa yako, au ubaye mu rugo rwawe, zaa matunda kama mtu amemjua Kristo. Abivyamwa bikiranye n'umuntu amenye Kristo. Kule unafanyia kazi, au ukorera akazi, zaa matunda kama mtu alimjua Kristo. Abivyamwa nk'umuntu amenye Kristo. Unafanya huduma hapa, uko ukora umurimo hano, ifanye kama vile mtu alizama. Kora umurimo nk'umuntu amenye Kristo. Na kama hujakuwa na kiu ya kumjua, niba udafise inyanzi inyota kumenya Kristo, ni wakati wa kwenda kuongeza nguvu. Ni igihe cyo kwenda kuongeza intege. Jua Kristo, yo kumenya Kristo. Kristo anapatikana kwa utakatifu. Kristo abonekera mu ngororotsi. Anapatikana kwa maombi. Kristo abonekera mu gusenga. Kristo anapatikana kwa kusoma neno. Kristo abonekera mu gusoma ijambo. Ishi hizo sehemu, niyo muri ibyo bihe, ninakuhakikishia Kristo atakuja kwa maisha. Ndakumenyesha ko Yesu azaza mu buzima bwawe. Bwana Mungu awabariki. Imana data ibahezagire. Amen.